walikimbia wakaelekea mjini huko mpaka leo siwaoni, lakini niliwafumania katika kitendo cha ndoa. Kwa kawaida, Iconic tumezoea kukuletea stori za kushangaza na kusikitisha, lakini kwa kisa hiki, ngoja tu nikiweke kwenye upande wa kusikitisha. Bwana huyu unayemwona mbele yako anapitia maumivu makali sana moyoni mwake, na hii ni baada ya mtoto wake wa kumzaa kabisa kutoroka na mke wake. Ni nini kilisababisha haya yote? Unataka kujua nini chanzo? Ongozana na mimi mwanzo hadi mwisho tukapate kumsikiliza mzee huyu. Habari yako anko? Salama, habari? Safi. Naona kutizama sasa, natamani kujua majina yako ni nani yani na mkazi wapi? Naitwa Masao Shirima Juma. Masao Shirima Juma. Ni mkazi wa wapi? Kilimanjaro. Kuna story ambayo tumeisikia kuhusu wewe na ndio maana tukafunga safari hii tuje kusikiliza wewe mwenyewe utuambie. Nini ambacho kilitokea? Mimi ukweli nilipokuwa nimekuwa mzee, ndio mke mdogo, lakini na mke mdogo na wanangu naishi nao. Baada ya hapo sasa mwanangu ambaye naishi naye hapa wa kiume akawa na urafiki sana mkubwa na mke wangu mke mdogo. Urafiki wao ulikuwaje? Urafiki tu wa kucheka, kufurahia, lakini baadaye naona urafiki ule ukawa kama siuelewi. Penginepo sababu nimeshakuwa mzee, huyo mtoto kana kama pengine urafiki ule sio tena urafiki wa kiuzazi, urafiki kama wa kimapenzi. Je, wewe ulipoona sahali kama hiyo ulichukua hatua gani au ulifanyaje yani ulipoanza kuona? Mimi yule kijana tuligombana, tulifarakana sana kugombana. Kwa kugombana kumbe nilivyokuwa na anahisi ilikuwa kumbe ni kweli. Walifarakana basi yule binti walikimbia wakaelekea mjini huko mpaka leo siwaoni. Okay, kabla ya yote kutokea, wewe kwanza una watoto wangapi? Na watoto 7. Watoto 7. Na huyo mtoto ambaye alifanya hilo tukio ni mtoto wako wangapi? 3. Watoto 3. Kabla hilo tukio kutokea, ulishawahi kuona dalili zozote labda za huyo mtoto kumtaka kimahusiano na nini? Nilikuwa napewa taarifa majirani kwamba huyu mtoto sio mtoto wako tena. Huyo ana mkeo anatembea naye umbea majirani, nilikuwa napewa umbea. Wewe majirani walipokuwa nakupa taarifa kuhusu yani taarifa za namna hiyo, wewe ulikuwa unasemaje wewe? Mimi nilikuwa nasema nachunguza mpaka nigundue. Lakini niliwafumania katika kitendo cha ndoa. Uliwafumania katika mazingira gani? Yaani kwamba wanajamiana. Ilikuwa ni sehemu gani? Kujamiana. Mwanangu sana nyumba yake. Nyumbani kwake mwanangu. Ulipokuta kuna mtu labda ambaye alikupa taarifa kwamba kawaona labda akakwambia uende au wewe ulienda tu? Tazama nilipata na nikawafumania. Okay, wewe una maoni gani sasa kuhusu huo uhusiano wa mtoto wako na mke wako? Wewe una maoni yangu ni kwamba yule mtoto tayari tumeshavunja ule undugu wa utoto tena, na mpaka sasa tena hata mirasi yangu haitaipata kwa sababu tayari ule kumbe sio mtu mzuri, kumbe sio mtoto, yule mtoto ni jambazi. Kwa nini aibie mke wangu na wanako kwa wengi? Ingekuwa ni mke wanako kwa wengi, kwa nini aibie mke wangu? Sina ndugu tena sababu shabia uko na sasa nikimuona mimi hapa tena hapana. Na ulishawahi kuwa na wasiwasi labda kuhusu uhusiano wao ule uliokuwa unaona? Ulishawahi kuwa na wasiwasi labda kwa ulipokuwa unaona yani unakuwa na wasiwasi pengine inaweza kuwa na mahusiano kipindi kabla mahusiano yao hayajionyesha? Mahusiano sio kama hivyo mzazi baadaye kabadilika ndio ikawa ndio tayari ndio rafiki kumbe tu tena kaniibia kwamba mzee hawezi piga msichana. Wakati mimi nimemzidi kiumri. Ili tu nimchukue mnyang'anya. Pole sana. Nashukuru baba. Okay. Kabla haya yote kutokea, yani mlikuwa mnaishi vipi na wewe na mtoto wako? Yani kabla haujamuoa mwanamke. Alikuwa na mji wake na mke wake, lakini mke wake aligombana wakafarakana, akaenda kwao. Kwa hiyo alikuwa yuko single kwa mke. Kwa hiyo alipoona ameachana na mke wake ndo akaamua aingia anidhulumu mwanamke. Yaani hatua gani wewe ulizichukua sasa baada ya kuona kwamba mtoto wako kuibia mke? Baada ya hapo ulichukua mimi kwanza kwenye jamii inayozunguka niliwaelezea masuala yale, wakaniambia bana huyu mtoto kwa sababu ana tabia hiyo na ukoo mzima na wazee niwaambia kwamba huyu kijana akija hapa sasa kwake tena hapa wasije nyumbani tena kwake. Huyo tu ni mtu wa mapito. Lakini mimi nikaa kimya kumwomba tu Mungu nitapata tena mtu mwingine maana si wako wengi. Baada ya kufumania sasa ndio umewakuta sasa hivi.
wewe ni kitu gani ambacho cha kwanza ulifikiria? Ni kabla ya yote yani ulifikiria? Kwa fuma mtoto nimpiga sana. Nimpiga sana. Nimpiga sana tena kamuumiza. Ndio maana baada ya kumpiga kumuumiza, ule mkeo kumbe kwa sababu rafiki ushanoga, ndio moja na nakuhama nyumbani mpaka leo sijamuona. Pengine labda huyo mtoto wako labda angekuwa labda kama anakusikia labda una nini cha kumwambia wewe? Yaani mtoto wako huyo ambaye kaondoka na mkeo, una nini cha kumwambia? Pengine hii video labda itamfikia, ataiona. Una nini cha kumwambia hemo? Mimi nitamwambia maana kijana au unafanya mazuri. Na pia utafikia kama umri wangu. Je, na ukitendea kama hilo utaisikia raha? Kwa sababu hiyo tabia sio nzuri. Wewe kama wewe sasa hivi umeona mimi baba yako umefanyia hivyo, na ujisu ukizeeka kufanyia hivyo unajisikiaje? Tampo shauriwa. Na ushauri wa vijana kwamba baba anapokuwa analeta mke mwingine wa pili, msipende kuwa kuna ujinga kama huo. Muone akili ya kuwa na nidhamu na upendo kama mzazi wako. Kabla hilo tukio kutokea, yani ulishawahi kukaa labda na mtoto wako labda ukamuonya, ulisema ulikuwa ushaanza kuona hizo dalili kwamba anatembea na mke wako? Nishamueleza kwamba huyu mzazi wako. Huyu mzazi wako. Kwa hiyo nikaona kama unavyoongea kwamba huyu mama yako mzazi, mheshimu mzazi wako. Kweli undugu kweli kama mtoto na mzazi ni sawa, lakini uwe na heshima na busara. Huyo mtoto wako tangu aondoke alishawahi kurudi labda nyumbani, labda pengine mpaka leo sijamuona tena. Huko mjini sukani. Nasikia sijui kwa sababu nakaa Korombo sehemu za Tarakea. Sasa sijui nimesikia iko Dar es Salaam sehemu za Mbagala. Sasa huko Mbagala na watu wengi huko. Na mimi Dar es Salaam nakwendaga narudi, lakini Mbagala sijawahi kuchunguza. Na ikitokea sasa wewe umemuona labda umekutana nao sasa, wewe nini utakifanya au nini utawaambia? Mimi nitamsalimia tu kwa sababu si wanako wako wengi, kama akachukua atachukua mke mwingine. Sasa ya nini? Kwa sababu wanako wako wengi. Yes, kaona yeye anaweza wanako zako atachukua mke mwingine. Hata wewe na utaratibu kutafuta mke mwingine. Je, mke wako baada naye ya kuona kwamba ushaanza kuona hizo dalili kwamba nawe pengine utakuwa na mahusiano, mke wako naye uliwahi kukaa naye chini ukaweza kuongea naye? Nilishamwambia kwamba huyu mwanao muheshimiane. Sawa mume wangu, lakini kumbe kusema vile kama maneno hewa, kumbe wale rafiki wao kama walikuwa ndo wanachochea. Kama wanachochea. Yaani kwamba wale tayari rafiki wao ushalumika. Nikiwa sipo wakiwa wawili sababu yuko nyumbani wanajenga. Nikiwa nimesafiri kwenye shughuli zangu za kutafuta riziki, wao wanakuwa wote. Kwa hiyo rafiki wao umekuwa umedumu. Na unajishughulisha na nini? Mimi kilimo tu. Au unajishughulisha na kilimo? Kilimo. Kama karanga njugu mawe. Okay, kwa hiyo mke wako alikuwa na miaka mingapi na mtoto wako alikuwa na miaka mingapi? Mke wako alikuwa miaka 28. Mwanangu mimi wa kiume alikuwa miaka 23. Kwa mke wako alikuwa mkubwa kuliko mimi? Kubwa ndio kushinda mtoto. Yaani mtoto ni mdogo. Baada ya tukio hilo nini ambacho kilifuata sasa katika familia yako? Familia iliniambia kwamba kama kijana wangu ana tabia mbaya, hapa tumemfuta kwenye ukoo. Wewe unahisi kwamba hii walikusudia kufanya hivyo au tu pengine iliwatokea tu labda tamaa, unajua vijana nini? Hiyo vijana tena wanaopevuka wanakuwa na tatizo. Tamaa ndogo. Nishamshauri kama mkeo kaondoka kwa mke mwingine, lakini sasa kutokana na jinsi anasikilizi ndio hivyo imetokea hivyo bahati mbaya. Okay, ulishawahi kumuonya mara ngapi hakusikia kuhusu hicho? Ndio mara 4. Mpaka sasa hivi wewe haona mke mwingine tena? Sina, bado ndo nachumbia tena mke mwingine nachumbia bado. Na mke wake yani mama yake na huyo mtoto yuko wapi? Yaani mke wako? Anakaa Arusha kwa Arusha. Kwa Arusha. Mshaachana? Huko kwetu tushachana. Ulishawahi kuwa na wazo lolote pengine labda la kutaka kumrudisha mke wako? Mimi mchapiga mkono natafuta mwingine, maana si bado wako wengi. Mchapiga mkono wala simtaka kama mtoto mke mwingine. Na akitokea sasa karudi sasa labda anataka muendelee na ataja kumhitaji tena. Sababu ashaingia kwenye mtandao ambao mwanangu simtai tena. Na mtoto wake kataka mwenyewe tumshaachana. Na mtoto wake akija kuomba msamaha, simhitaji sababu ashaamua kukutana na mama mzazi. Naye simhitaji. Lakini waga hiyo ipo kuteleza hiyo, lakini unaweza hata kuteleza hiyo hamna tena hiyo. Kwa sababu tayari ashaje kwenye taratibu ambazo sio sahihi. Mimi wala simhitaji. Walipoanza mahusiano kuna dalili zote za mke wako kwanza kubadilika ulianza kuziona au alikuwa anajificha? Wakati huo walikuwa wanafanya kusiri. Baada ya kuondoka.
mimi sina nashughulika maana ndio shamba wapi. Sina wanabaki nyumbani na ana shughuli zake. Kwa hiyo wanategeana kwa sababu kuna mambo ya simu. Wanapeana simu. Mzee kashaondoka njoo tuongee. Kwa hiyo muda wote kuongea baada ya kuondoka ndo anapenda maseno sigino kwamba okay. Je, ulishawahi kulipeleka labda kiserikali hili swala? Lo, mpaka uongozi sio ngoza mpaka mjumbe nani mpaka na mshenga kungongo na taarifa anazo. Wakumbe mwanamke. Lakini sasa hivi umeamua tu kusamehe na kuacha. Nimesamehe tu. Huyo mtoto wako kabla mke wake hajaondoka, kabla hajachana na mke wake. Je, mlikuwa mnaishi vipi nyinyi katika familia sasa? Sababu hapo kwa uzuri tu. Bila shida, kwa uzuri tu. Kwa mshiko uzuri. Alianza kubadilika muda gani baada ya kuachana na mke wake? Baada ya miezi 3. Baada ya miezi 3 wakaanza kubadilika. Na majirani walipokuwa wanakuambia ukawa unachukulia. Niliwaamini wanaongea uaminifu mzuri wa kujenga nyumba kwa sababu wale hata kama sipo wanaangalia kujengea ushahidi mkubwa wa nyumbani. Mtoto wako ulikuwa na play part gani, yani ulikuwa unamsaidia kwa kiasi gani yani katika shamba msingi wa kilimo, cha kulima, nikamfungulia duka lile ndo kidogo niendelea kwa nzuri sana na msingi wa kilimo cha alizeti. Hizo biashara zilikuwa zote hapa na nini? Hapa. Sasa majirani waliliongeleaje baada ya kuwa tukio limetokea yani hapo kijiji? Ndio hivyo walikuwa wamechoka na mazungumzo yalikuwa na mashtaka. Basi Mungu ndo atakayedai majirani lazima sawa kaelezea. Lakini ndio Mungu kutoa mkusha hivyo. Kikubwa uwezo wa maisha na Mungu pia tusaidia. Je, tukio kama hili lilishia kutokea kwenye familia yenu au kwenye kwenu lilishia kutokea? Ndio mara ya kwanza hii. Kutokea hivyo mara ya kwanza. Au lilishia kusikia labda kijijini tukio kama lilishia kutokea? Mimi sijaona. Sijaona. Sasa hivi unaendelea na shughuli gani sasa? Ni kilimo tunalima tu. Alizeti, karanga, choroko. Vijana wa sasa hivi. Kwanza adabu yao sio nzuri sana kwa sababu hata huyo kijana pia anakaa na vijana wenzake na maana vijana sasa hivi kwa mfumulo huu kwa sababu wengi wanakimbia shule. Kwa adabu zao zimepungua. Hawaheshimu jamii inavyotakiwa. Unaona washauri nini vijana sasa hivi? Ushauri tu wao nidhamu, wasio na mambo ya kipumbavu, wasio na mambo ya kijinga, wafuate nidhamu nzuri ya maisha na waheshimu watu wazima na busara pia uwepo katika jamii. Kwa sababu na mimi nawaponda kwa sababu ujinga huo alipata mwanangu kupita vijana wenzake. Hiyo ni fundisho kijana nidhamu, upendo ndio tunafundisha hivyo. Mpenzi mtazamaji wa Iconic, lazima utakuwa na maoni. Hebu tuandikie hapo kwenye comment ili tuweze kujua nini maoni yako. Asante kwa kutazama na mimi ni Justin Barabara. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu, na utakapofanya hivyo basi utakuwa umetuoneshea upendo mkubwa sana. Asante na karibu kwa video zijazo.